Unapojenga madhabahu ya Bwana Mungu, unaangusha madhabahu zingine ambazo zilikuwepo kwenye maisha yako. Inapojengwa madhabahu ya Mungu aliye hai, kuna madhabahu za giza zinavunjika. Siko madhabahu za ukoo ambazo zilitengenezwa kwa nyuma, zinazotembea na maisha ya kwetu, zinazotembea na vizazi vyetu, zinazotembea na afya zetu. Kuna madhabahu kwenye ulimwengu wa roho ambazo zilijengeka kwenye ukoo wetu, zinatembea na vizazi. Yamkini ukujenga wewe, yamkini ukuiandaa wewe hiyo madhabahu, lakini waliandaa watu ambao mnafanana nao DNA, vinasaba, damu, mnafanana damu. Kwa ile madhabahu itatembea kizazi cha kwanza na kizazi cha nne. Kwa kwenye ulimwengu wa roho tunaweza tukawa tunaishi kwenye maagano ya madhabahu ambazo zilijengwa mwanzo. Tunaishi kwenye maagano ya familia, tunaishi kwenye maagano ya mababu, kwa sababu hatuna madhabahu ya Mungu iliyo hai. Tunaishi kwenye matatizo. Nimekwambia madhabahu inaweza kutunza baraka au laana. Madhabahu inatunza baraka au laana. So ukiona unapita kwenye laana, iko madhabahu inayotunza hiyo laana. Ukiona unapita kwenye mikosi, iko madhabahu inayotunza hiyo mikosi. Ukiona unapita kwenye magonjwa, unatoka kwenye ugonjwa huu unaingia kwenye ugonjwa ule. Unatoka kwenye ugonjwa huu unaingia kwenye ugonjwa ule. Kwa jina la Yesu madhabahu zinapasuka leo. Oh yes. Nasema hizo madhabahu zinavunjika leo. Fire. Zinavunjika leo kwa jina la Yesu. Watu baada ya kupata hela, umepata mshahara, mtoto anaumwa, kuna madhabahu inatunza. Ikifika tarehe fulani ule ugonjwa unaachiliwa kutoka kwenye madhabahu hiyo. Kuna wakati unapita kwenye ugomvi, mume akipata hela, ndoa chungu, amebadilika. Hela zikifika nyumbani tu, kuna madhabahu ambayo inaachilia gomvi ili kutapanya mali popote ambapo pana ugomvi, pana kutapanya mali. So kwenye ulimwengu wa roho, hizo madhabahu haziwezi kuvunjika kama hatutajenga madhabahu ya Bwana. Kwenye ulimwengu wa roho, hizi madhabahu zitaishi kulingana na ibada zinazofanyika. Chochote kinaweza kuwa madhabahu. Unaweza kuchukua hii chupa na haya maji kama madhabahu kwangu. Madhabahu ni mahali ambapo mimi nakutana na nani? Na Mungu. Nikikutana na Mungu napokea nini? Pokea baraka. Napokea baraka, pokea muujiza, si ndio? Ndio. Kwa nini watu kupitia maji wanabarikiwa? Lakini imefanyika madhabahu. Madhabahu ndogo. Lakini remember one thing, madhabahu ya kwanza ni moyo. That's why yes. Maandalio ya moyo ndio mwanadamu. Jawabu kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Chochote kinaweza kuwa madhabahu kwenye maisha yako yenye kusababisha matokeo mazuri au matokeo mabaya. Pigie Yesu makofi. Chochote kinaweza kuwa madhabahu kikasababisha matokeo mazuri au matokeo mabaya. Nakwambia haya maji yanaweza kuwa baraka kwako, lakini yanaweza kuwa laana kwako. Inaweza kuombea haya maji alafu yasisababishe jambo zuri, yakasababisha jambo baya. Kwa hiyo inakuwa ni madhabahu ya giza au madhabahu inayosababisha matokeo mabaya. Kwenye ulimwengu wa roho, ninapozungumzia madhabahu nazungumzia kitu chochote ambacho kinamuunganisha mtu na ulimwengu wa roho, kinachobadilisha matokeo kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho, ninaweza nikavaa mavazi ya aina fulani, yakawa ni madhabahu ya kuvuta. Madhabahu nikwambia inavuta vitu fulani kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana ukiingia kwenye Agano la Kale, utakuta kuna sheria nyingi zimewekwa. Mwanamke awe hivi, asipande madhabahuni. Ni kwa sababu kuna kitu kiko ndani. Biblia imeandikwa juu ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana hatuwezi kulita hekalu without altar. Hekalu haliwezi kuwa hekalu kama hakuna madhabahu. Kwa mwili wa mtu unaweza kuwa madhabahu. So tutajua mwili wako ni madhabahu ya aina gani kulingana na matokeo ya mwili unatoa nini. Kama mwili wako unatoa magonjwa, tutajua mwili wako umebeba madhabahu ya giza bila wewe kuelewa. Kuna kitu ulikifanya kwa mganga ukachanjwa mwili wako, ikawa ni madhabahu iliyotunza agano. Kuna ilizi uliwaivaa, ikawa ni madhabahu ya kutunza agano. Lakini leo tunakwenda kuzivunja kila madhabahu za giza kwa jina la Yesu. Ndio maana Mungu alinipa maelekezo. Njoo basi. Chukua msalaba, chukua na madhabahu. Wangapi wako tayari? Nitamruhusu yeyote anayetaka kuja kujaribu hapa. When I'm talking about power, talking about an anointing. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Wakati presence ya Mungu inapia ilinirusha. It's a power. That's why nikikusogelea huwezi kuendelea. Oh yes. Mungu, hii madhabahu nimeiombea ikiwa juu ya mlima. Niruhusu nguvu ianze kufanya kazi juu ya madhabahu katika jina la Yesu. Na yeyote atakayekuja kupiga magoti hapa akaisikia nguvu yako kwa jina la Yesu. Father, I speak, I reveal this power. Naifunua hii nguvu. Njoo. Piga magoti alafu. Yeye mwenyewe
Kaanza kuhofia, piga magoti. Watu wanaweza kufikiria ni utani na utakuja kujaribu na wewe. That the lily power. It's a power. Yeah. Oh yes. Jamani, si alibeba yeye mwenyewe? Oh yes. That the lily power. Look at that. 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 Oh. Unaweza kujaribu na wewe. Unaweza amejifanya. Mimi yuko tayari akajaribu na yeye. Anakaribishwa. Nenda tena. Yamkini ile ya mwanzo haikuwa nguvu. Just try. Jitahidi hata upige magoti hapo. Jitahidi. Kwani kuna nini? Mambo yaelezeki baba. Mbona kitu ka kawaida? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nani mwingine anataka ajali? Kwa makini, sogea.